Bwana, asubuhi ya baraka sana, taarifa njema kwa wananchi Dar es Salaam Young Africans kuhakikisha kwamba wao ndio wanapata furaha tu, sijui ni kwa nini, ila hizi taarifa zinawahusu nyie wananchi. Kumbukwe Young Africans wana kibarua kizito, yes, kurejea tena mechi ya marejano dhidi ya klabu kubwa na bingwa klabu ya National Al Ahly. Kwa hiyo wana kazi kubwa sana kufanya kuhakikisha kwamba wanarejea kikosini na kuweza kupambana naye. Sasa moja kwa moja taarifa zinaeleza kwamba Young Africans wameingia kwenye mjadala mzito wa kuhakikisha kwamba wanakipanga kikosi ipasavyo ili waweze kumpiga Mwarabu. Kumbukwe tu sio mbali, ni weekend hii Young Africans dhidi ya National Al Ahly. Yaani wanatakiwa waifanye kazi kwa kazi ipasavyo. Sasa udhamini mkubwa Young Africans ambao wanautafuta na unaendelea kupatikana, wapo katika marekebisho makubwa ya kiwanja ambacho walitakiwa kuwa nacho mapema sana, lakini ilishindikana mwanzo kwa sababu ya baadhi ya vitu havikuwezekana, kama vile ardhi ambayo walikuwa hawajapewa. Lakini tukumbuke kwa sasa Young Africans walishakabidhiwa hati ya umiliki wa ardhi ambao walikabidhiwa siku ya kilele cha mwananchi, Yanga Day. Msemaji mkuu wa serikali ndiye ambaye alikabidhisha. So hii kwao ni furaha na ni neema pia ambayo wanaendelea kuwa nayo na wanaendelea kuipata. Nadhani wananchi wote wanafurahia kile ambacho kinafanyika na kinafanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya rais huyo. Sasa kitu ambacho kinaongezeka au intensity ambayo inaongezeka kwa wananchi ni kuhusiana na mafanikio ambayo wanaendelea kuyapata. Ule uwanja tayari uko kwenye ukarabati na tayari unaendelea kutengenezwa. Moja kwa moja ni kwamba Young Africans wanahitaji kuwa na uwanja wao ili waweze kujitahidi kufanya mambo mazuri kwenye ule uwanja. Ina maana hata mechi za nyumbani waweze kuwa wanazishinda, kwa sababu kuna changamoto pia ambayo Young Africans wanaipata kwenye mechi za nyumbani. Yes, kuweza kuchukua ruhusa kwa mwenye uwanja, kuweza kutengeneza, yani vitu vingi. So wakimiliki uwanja wao, ina maana ni rahisi sana wao kutengeneza mashambulizi, kutengeneza maandalizi, kutengeneza kikosi na pia kuingiza pesa. So huu taratibu unaingia. Falme za Kiarabu ni watu pekee ambao wanaweza kuisaidia timu yoyote ile kwenye udhamini wa kuweza kupata kiwanja. So Young Africans wanaendelea kujipapatua na kujinasua kuweza kupata huo udhamini ili waitengeneze timu ambayo ipo imara zaidi. So nadhani ni the matter of time, kwamba ni swala la muda kwa Young Africans kujitengeneza na kuwa bora zaidi katika mapambano yao.